Kuna app nyingi sana za mikopo siku hizi, lakini sio kila app unapoomba mkopo basi utapewa. Kuna vigezo huwa wanatumia ili kuangalia kama unastahili mkopo au haustahili. Kwenye hii video nitakuelekeza jinsi ya kuomba mkopo na vitu vya kuzingatia ili upate mkopo. Hapa kwenye channel yetu ya Vinei TV huwa tunadili na mambo kama haya. So kama ni mgeni, hakikisha una subscribe ili usikose video ijayo, itakuwa muhimu sana. Kitu cha kwanza tutatumia app hii inaitwa Yako Mkopo. Maana inaonekana ndio app nambari 1 kwa sasa ya mikopo. Hatua ya kwanza ni kudownload application husika. Inapatikana Play Store. Kwa bahati mbaya siwezi kuonyesha screen record ndani ya app sababu wanazuia kurekodi ndani ya application kwa sababu za kiusalama zaidi. Lakini kitu cha kwanza utakachokiona ndani ya app ni ujumbe wa tahadhari ya kuwa watalazimika kuchukua taarifa katika simu yako ili kujiridhisha kama unastahili mkopo au haustahili. Taarifa kama SMS zako, contacts zako, call history zako, files zako za kwenye simu, location, maana file ni kama picha au video na document, na wanasisitiza kuwa taarifa hizi hawatozitumia kwa njia tofauti na hiyo wanayoelezea ya kujiridhisha kuwa unastahili au haustahili. Baada ya hapo then utaambiwa ujaze namba yako ya simu, hakikisha ni Airtel au Vodacom au Mixx by Yas kwa sababu Halotel haiko vizuri sana kwenye mambo kama haya. Sasa hatua inayobaki ni kurequest mkopo. Hapa watakuomba taarifa nyingi sana kama namba yako ya NIDA, majina mawili, majina yako yote, majina ya watu, yani namba za contacts 2 za watu ambao unaweka kama wadhamini, kazi unayofanya, mshahara unaopata, eneo ulilopo. Na hivi ni vitu ambavyo vitafanya ukataliwe mkopo au upewe mkopo. Okay? Cha kwanza, kujaza taarifa za kweli. Kuanzia majina yako na majina ambayo yako kwenye NIDA utaweka, location utajaza iendane na uliopo. Utapowasha location kwa sababu watakwamba washa location. Kama umejaza location ambayo ni tofauti na ambayo unaonekana ulipo, wanahisi wewe labda ni mtu msumbufu. Ukikosea taarifa hata moja zikipishana, basi wanaweza kukunyima mkopo mazima. Kwa hiyo kwenye taarifa zako pale unapo request mkopo, hakikisha zinafanana na pia ni taarifa za kweli. Ila kitu kingine ambacho naweza kushauri kufanya kabla ya kuomba mkopo, hakikisha una clear history. Hakikisha hauna SMS za hovyo na unaacha SMS za miamala. Ikiwezekana kabla ya kukopa au kudownload application ya mkopo, chat na rafiki au mwenyewe kwenye namba tofauti kuhusu pesa utakayokopa, labda imechelewa au kuna pesa unatarajia kupata ndio maana umekopa, kwa sababu SMS hizi wataziona. Pia futa SMS za siri au SMS nyeti sana kuepuka kudhalilishwa wakizichukua SMS zako mbeleni. Okay, huu ni usafi ambao unatakiwa ufanye kabla huja download application kabisa. Kitu kingine ni kuclear picha zozote za hovyo kwenye simu yako. Yaani kama kuna picha ulipigaga katika mwenyewe, kwa sababu kuna watu wana tabia za kupiga picha fulani hivi wakiwa wenyewe, hakikisha unazifuta mapema kabla ya ku download application ya mkopo. Kwa sababu ukiomba mkopo, okay, ngoja kwanza tu ili nitalielezea kwanza. Ila hakikisha umezifuta na hakikisha umesafisha vitu ambavyo hutaki vivuje kwenye simu yako. Kitu kitachofanya unyimwe mkopo ni kuwa na mikopo au mkopo ambao hukulipa au ulichelewa kulipa kwenye app tofauti. Sababu mara nyingi licha ya app za mikopo kuwa nyingi, wamiliki wanakuwa ni wale tunafahamu. Hivyo wanakuona tu unavyohama app moja kwenda app nyingine bila kulipa au kwa kuchelewa kulipa, kwa sababu taarifa zako ni zile. Na ukijaza za uongo pia hawakupi mkopo. Kwa hiyo unajaza taarifa za ukweli, na ukijaza sehemu tofauti unaweza kuwa unaomba mkopo kwenye application ya ambao ni wamiliki wale. Kwa hiyo wanakuona unavyohama application. Ila kabla hujaenda kukopa, fahamu kuwa siku za kurudisha mkopo application hizi, na hasa hii Yako Mkopo, ni siku 7. Japo unaweza kupiga projo sana kwenye matangazo, mara siku 90, mara hivi na mara vile, ila ni siku 7. Ila wataanza kukusumbua kwenye siku ya 4 au siku ya 5. Kwa hiyo ukikopa mkopo leo, siku ya 3 hakikisha umelipa, siku ya 2 hakikisha umelipa. Ukianza kusubiri mpaka siku ya 6 nitalipa ya 7, siku ya 5 wao watakuwa wameshaanza kukusumbua. Hivyo hilo ni jambo ambalo unatakiwa ufahamu mapema. Kitu kingine ni kwamba taarifa zako wanaahidi kutumia kama dhamana ya kukuamini, ili ukichelewa kulipa wanazitumia kukutafuta, lakini
kiukweli ni kwamba watazitumia kwa kudhalilisha ikiwa umechelewa kulipa mkopo. Hiki ni kitu ambacho unatakiwa ufahamu mapema, ni kitu ambacho kinafahamika. Kwa hiyo kama wewe ufahamu, basi unachelewa sana, ndio maana kushauri subscribe. Mambo kama haya tumeyazungumzia mara nyingi. Kitu kingine ni kwamba kwenye matangazo yao wanasema riba ni kidogo, ila ukweli ni kwamba riba ni kubwa, si mchezo. Kama unavyoona hapo, riba ni kubwa sana. Yani riba ni kubwa sana, afu ni muda mchache. Mimi naitwa Vinei. Hiki ni kitu ambacho nilitamani kukionyesha. Japo nilitamani nionyeshe ninavyoomba mkopo kabisa, lakini siwezi kuscreen record ndani ya application, kwa hiyo imebidi nifanye hivi. Thanks for watching.